Familia ya Santos Msee eneo la Kaloleni kaunti ya Kilifi na lilia haki ya mwana wao binti mwenye umri wa miaka 13 aliyefariki katika njia tatanishi. Hii ni baada ya mtoto huyo kudaiwa kudungwa sindano ya antibiotiki na mhudumu wa kituo kimoja cha afya cha Bumbululu Diagnostic Medical Clinic Kaloleni. Kulingana na familia hiyo, walimfikisha katika kituo hicho cha afya mwana wao Millicent Muthoni, mwanafunzi wa gredi ya 8, akiwa analalamikia kikohozi akiandamana na mamake mzazi. Babake Millicent, Santos Msee, alidai kwamba mwanawe aliondoka nyumbani akiwa na nguvu zake, japo baada ya kudungwa sindano akazirai na kuanza kutoa povu, na juhudi za kumwokoa zikafeli njiani walipokuwa akimpeleka katika hospitali ya Mariakani. Na huzuni mkubwa sana kuondoka na mtoto ambaye umemlea mpaka kafikisha miaka 13 na ndio ile nyota yake iko karibu kufunguka. Kulingana na mamake msichana huyo Evelyn Kambura, huenda utepetevu wa wahudumu wa kituo hicho cha afya ulichangia kifo cha mwanawe, kwani alitilia shaka kiwango cha dawa mhudumu wa afya alichokuwa akiweka kwenye bomba la sindano mara kadhaa. Yule daktari akachukua hiyo dawa akanjaza ile bomba. Mimi nikamkosho nikamuuliza, mbona umeweka hiyo dawa nyingi hivi na ni mtoto huyu? Akaniambia hii dawa sisi nimeweka ni ya mtu ako na kilo kwa njia 35 kwenda juu, na huyo mtoto wako na 75 kg. Mimi nikarelax. Nikamkosho the second question. Nikamuuliza, mbona unaweka mtoto haumweki lining? Ili ndio weke hiyo dawa. Akaniangalia, hakunijibu. Sasa akachukua dawa sasa akamwekea na akasukuma yote ikamalizika. Ikimalizika ile dawa mtoto ka collapse hapo. Mama Kambura anadai kilio chake wakati huo hakikusikika na wahudumu wa afya. Mimi nikapiga nduru, nikapigia babake simu. Akaniambia usijali, hii ni reaction ya dawa inakuanga hivyo 5 minutes atakuwa sawa. Mimi nikarelax, nikaona ni ukweli. Babake akanya nikamwambia hii hali ni mbaya. Kimbia uchukue maziwa tunje tumpe, labda hii dawa ina nguvu ama amemweka overdose kwenye vile nimeangalia mimi. Babake hakukataa, akaenda kanileta maziwa tukapatia mtoto na ile mboma. Mtoto akawa bandu haamuki. Nikamwambia situmpeleke hiyo kitanda pale naona. Akaita daktari mwingine tukasaidiana tukamlaza kwa ile kitanda. Nikamwambia simwende mnitie daktari amemwandikia hii dawa ama naweza kuwa ile dawa ameandika sio hiyo. Nikamwambia yenye ameandika ndio hiyo na ndio tumemdunga nayo. Nikaona hasikii yangu. Nikatoka hapo mimi nikaenda kwa daktari, nikamkuta kuna mgonjwa, nikamwambia daktari kimbia kwa injection, mtoto wangu amecollapse. Yule daktari akanifuata. Akaja akasema sijua amishwe hapo apelekwe next room huko mbele. Sasa mimi akienda kumwamsha nikakuuliza, hakuna dawa nyingine ya kunitreat hii dawa? Mimi naona dawa iko na nguvu. Hawakufuata yangu. Kwa sasa familia inaitaka serikali kuchunguza utendakazi wa wahudumu wa kituo hiki cha afya na hatua za kisheria kuchukuliwa kwa wahusika, wakidai visa sawia na hivi vimekuwa vikiripotiwa ndani ya kituo hiki. Mimi ndio nimetembea na hiyo postmortem yote mpaka ikaisha na uchunguzi wote daktari wote wakaweza kufanya uchunguzi nikiwa pale, na nimeona aswa ni kulikuwa na kuzembea kwingi kwa daktari, kwa sababu lile pofu ndio liliweza kumziba yule mtoto akashindwa kupumua na ikawa sasa tukaweza kumpoteza. Kwa hivyo angeweza kushughulikiwa kupewa first aid angeweza kuokolewa maisha yake. Na tungeomba serikali iingilie kati na kuchunguza institution hii, sababu lazima kuwe kuna kuzembea kwingi. Tuna ripoti nyingi za kuzembea hapa. Kwa hivyo ni chunguzwe isije ikawa bado wanatuumizia watoto wetu na tukidhania wanatutibia watoto. Juhudi za wanahabari kutaka ufafanuzi na tamko kutoka kwa mkuu wa kituo hiki cha afya ziliambulia patupu, kwani wahudumu waliomtibu msichana huyo hawakuwepo. Katika mahojiano ya siri na mmoja wa wanahabari, msimamizi wa kituo hiki anayefahamika kama Daktari Carlos Sangore, akiwa ndani ya gari alikuwa na usumbufu wa kutoa mwelekeo. Baadaye alijifungia kwenye gari na kutoroka. Kwa sasa familia inaendelea kufanya maandalizi ya kuzika mwili wa msichana huyo, wakati ambapo sampuli zimepelekwa kwenye maabara ya serikali kwa uchunguzi zaidi. Nikiripotia Coco FM, naitwa Joseph Jira. Coco FM, ladha ya Pwani.